Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar zimeendelea kuimarisha mifumo ya kisheria na kitaasisi kwa lengo la kukuza uadilifu na kupambana na rushwa. Hatua hizi ni pamoja na kuanzishwa kwa tume za maadili za viongozi wa umma pamoja na taasisi maalum za kupambana na rushwa. Aidha, serikali zetu zimeendelea kuimarisha sheria mbalimbali zikiwemo Sheria ya Maadili ya Viongozi ya Umma sura 398 ya Tanzania Bara iliyofanyiwa mapitio mwaka 2023, Sheria ya Maadili ya Viongozi wa Umma nambari 4 ya mwaka 2015 ya Zanzibar, Sheria ya Kuzuia na Kupambana na Rushwa nambari 11 ya mwaka 2007 ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Sheria ya Kuzuia Rushwa na Uhujumu Uchumi Zanzibar nambari 5 ya mwaka 2023, Sheria ya Ununuzi wa Umma nambari 2 ya mwaka 2025 na Sheria ya Ukaguzi wa Umma nambari 7 ya mwaka 2023. Sambamba na hayo, serikali zote mbili zimeendelea kuboresha mifumo ya usimamizi wa fedha za umma kupitia Integrated Financial Management System IFMS ili kuongeza uwazi, uwajibikaji na kudhibiti upotevu wa rasilimali za umma. Kadhalika, jitihada za kujenga kizazi chenye uadilifu zimeendelea kufanyika kupitia uimarishaji wa klabu za wapinga rushwa mashuleni, kuanzishwa kwa somo maalum la historia ya Tanzania na maadili, pamoja na ushiriki wa vijana kupitia Scout. Ndugu washiriki na wageni waalikwa, Tanzania inaendelea kuhakikisha kuwa mikataba yote ya kikanda na kimataifa inayohusu mapambano dhidi ya rushwa inatekelezwa ipasavyo kwa manufaa ya wananchi na maendeleo ya taifa. Katika utekelezaji wa jukumu hilo, ZAECA na TAKUKURU kwa kushirikiana na wadau wengine zimeendelea kufanya kazi kubwa, ikiwemo kuwaelimisha watumishi wa umma umuhimu wa uadilifu na maadili katika utoaji wa huduma kwa umma, na pia kuwataka wananchi kudhibiti vitendo vya rushwa ili kupata jamii isiyovumilia vitendo vya rushwa. Vilevile, katika kipindi cha mwezi Julai 2025 hadi Mei 2026, ZAECA iliwezesha kuokolewa na kurejeshwa hazina zaidi ya shilingi za Kitanzania bilioni 5.8 pamoja na dola za Kimarekani 398 zilizopatikana kwa kudhibiti ubadhirifu, ukwepaji wa kodi na matumizi mabaya ya madaraka. Aidha, miradi 52 yenye thamani ya shilingi bilioni 472, dola za Kimarekani milioni 474 na euro milioni 10.5 ilifuatiliwa na kutolewa ushauri ili kuhakikisha inatekelezwa kwa kuzingatia sheria na thamani halisi ya fedha. Kwa upande wa TAKUKURU, kwa mwaka wa fedha 2024-2025, taasisi hiyo ilifanya uchambuzi wa mifumo 757, tafiti 2, kazi 1864 za ufuatiliaji wa matumizi ya rasilimali za umma PETS, kazi za 573 za ufuatiliaji wa mikakati ya kuzuia rushwa, pamoja na kukamilisha uchunguzi wa majalada 1030 kati ya majalada 1955 yaliyofunguliwa. Matokeo haya yanaonyesha wazi kuwa taasisi zetu zinaendelea kutekeleza wajibu wake kwa weledi na kujituma. Nasema hongereni sana, asanteni sana zaidi. Ndugu washiriki na wageni waalikwa, napenda kusisitiza kuwa mapambano dhidi ya rushwa si jukumu la ZAECA na TAKUKURU pekee. Ni wajibu wa kila mmoja wetu kusimamia uadilifu, uwazi na uwajibikaji katika kutekeleza majukumu yake kwa nafasi aliyonayo. Ushirikiano wa nchi wanachama, wananchi, viongozi, sekta binafsi na taasisi za kiraia ndio utakaowezesha kushinda vita dhidi ya rushwa. Mbiu ya mwaka huu ni kuongeza kasi ya kuimarisha uadilifu
na kupambana na rushwa Afrika. Kauli mbiu hii inatoa wito kwa kuendelea kujenga uaminifu, haki, uwazi na uwajibikaji wakati wa kutekeleza kazi na wajibu tuliopewa, ili kujiepusha na vitendo vya rushwa, kwani uadilifu ni pamoja na kufuata misingi ya sheria, kanuni na taratibu zilizowekwa. Mheshimiwa mgeni rasmi, mashirikiano tulionayo baina ya ZAECA na TAKUKURU, ambapo taasisi hizi ndizo zenye dhamana ya kuratibu mapambano dhidi ya rushwa Tanzania, yanaongeza kasi ya utendaji, kwani tumekuwa tukifanya kazi kwa pamoja. Tunaendelea kupata mafanikio makubwa katika kukabiliana na vitendo vya rushwa na uhujumu uchumi kwa kushirikiana na wananchi. Taasisi hizi zinaahidi kuendelea kutekeleza majukumu yake kwa misingi ya haki, uadilifu na uwajibikaji, ili kutimiza matarajio ya nchi ya upatikanaji wa huduma bora zisizo na malalamiko na mianya ya rushwa katika taasisi zinazotoa huduma. Aidha, ZAECA itaendelea kushirikiana na taasisi zote zinazosimamia utawala bora kutoka pande zote mbili za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa lengo la kujenga jamii inayokataa rushwa na uhujumu uchumi kwa maendeleo ya wananchi. TAKUKURU zinashirikiana kuhakikisha vitendo vya rushwa na uhujumu uchumi vinatokomezwa nchini. Mheshimiwa mgeni rasmi, rushwa na uhujumu uchumi vimeendelea kuwa vikwazo vya kuleta ustawi wa wananchi wetu, na katika mazingira mengine vimeharibu na kudhoofisha maendeleo yaliyopatikana. Pia matatizo haya yamekuwa masuala mtambuka, ambapo sasa sio jamii moja bali yanavuka mipaka ya nchi moja kwenda nchi nyingine. Ni kwa sababu hizi ushirikiano wa taasisi kama ZAECA na TAKUKURU pamoja na nchi nyingine barani Afrika ni wa muhimu katika kufanikisha mapambano haya.